Welcome to Soccer Corner, guys, your favorite weekly football talk show, whereby we, of course, as you know, the show is about promoting and nurturing the local talent. I'm talking about those players who play in our domestic leagues, from the Kenya Premier League coming down to National Super League, Division 1, Division 2, county and sub-county leagues. And in order for us to actually promote their, or rather showcase their talent, we usually invite them here in studio to help us actually analyze football in terms of physical, mental, technical and tactical approach of players and teams. And today in studio, I'm gladly joined by Obadia Mbuvi. Welcome to the show, Obadia Mbuvi. Niko nimeingia kwenye show. Karibu sana. Now he's here to help us analyze football so that we actually gauge his mastery of the game. And today we're gonna be talking about AFCON, guys. As you understand, teams are now slowly picking up. We are now entering round 3 of the group stages, and our team Harambee Stars, glad they did us proud, the whole nation, by beating Taifa Stars of Tanzania. Now perhaps maybe let's start by talking about that particular game. Kwako bwana Obadia, yeah. First of all, I understand you are a Division 2 player, National Division 2 player. Pengine you play which role? A goalkeeper. You are a goalkeeper. Yeah. And then that's great, because you remember that game, our game against Taifa Stars. There were some sort of basic defending mistakes that were done. And from your position, pengine utatupatia kidogo the analysis from your side as well. Yeah, kwanza nataka nilizungumzie nampa sifa goalkeeper wetu Harambee Stars Matasi sifa kwa sababu ya ile aliweza kujaribu anapoweza akautoa ule mpira, lakini kwa bahati mbaya ukapatana na ule mchezaji alikuwa free roam wa Tanzania akaweza kuweka ndani. Talking about that game, nikiangalia, we went into this game, guys, there was a lot of pressure on these players and we really must congratulate them. Of course, we lost our opening game against Algeria 2-0. Na wakati naangalia pengine when I was watching our game against Algeria, we were not able to possess the ball. Mentally, I can say we were not there. In terms of discipline, our team also was not there, because I remember both our fullbacks getting yellow carded, within the first half. Pengine kwako, having watched the two games, what kind of improvements have been made? Tukiangalia game Kenya walipocheza na Algeria, tukiangalia kwa mechi ya Tanzania kumekuwa na mabadiliko makubwa. Positive results. Napenda nimpongeze coach wetu kwa jinsi alivyo approach ile mechi. Ali-approach vizuri na kwa bahati mbaya tukafungwa in the first 10 minutes. Na akarudi kwa game tukaweza tukalikomboa lile ambao na mistake nyingine pale nyuma ikatokea. Tukafungwa bao lingine. Lakini tulipoenda katika muda wa mapumziko alianza kuongea na vijana wake, wakarudi na morali ya hali ya juu sana kwa sababu walijua tulikuwa tunahitaji pointi 3. Now talking about this particular first goal, it was scored exactly 6 minutes into the play by Simon Muswa, after of course Bwana Samata being played on. Na kidogo, people were questioning, the defensive display, especially on our right back, side, David Calabao, lile bao la kwanza, because we can see the ball is being passed on from the midfield, and then the 3 defenders, David and these 2 center backs coming together. Pengine walikuwa wanajaribu ku play offside trap. Pengine tuseme walikuwa wanajaribu ku play offside trap, lakini nikijaribu kuangalia tena kwa sababu tulikuwa tumepoteza mechi ya Senegal ya Algeria. Ni kama kulikuwa na msukumo fulani, wachezaji wa Harambee Stars walikuwa na attack sana wakiwa wamesahau nyuma. Okay. Ya sasa waliweza wakatupata ile kaunta ya mapema. Na wakaenda wakatufunga lile bao. Okay. Yeah. Na also in terms of communication, kwa sababu umesema wewe ni goalkeeper, tukiangalia lile goli, our defenders were attacking. We have David who was playing as the right back, and then we had 2 center backs, and this ball was played between these 3 players, In terms of communication, what does that say?
Communication nafikiria ilikuwa mzuri sana kwa sababu ule mchezaji wa nyuma yule wa right back pale alikuwa anaachilia yule mchezaji anayecheza kule kwenye wing sana. Anakuja sana kwa mwenye ako na mpira, anasahau kana kuna mwingine anawekewa pasi kule na akawekewa pasi na akaleta cross na tukaanza kufungwa. Naam, but also we have to congratulate Bwana Samata. Pengine he was a bit clever to actually beat their offside trap. Moving on now, let's talk about the second goal, or not even going into the second goal. Let's talk about this particular goal. And the goal scorer, Simon Muswa. Simon Muswa, wakati Bwana Samata akona mpira, Simon Muswa hana mpira na kuna madefender wanne, 4 defenders. And all these 4 defenders, it seems they were already taken, or rather they had put their mind on one side, yeah. Who was now Bwana Samata. So Bwana Samata manages to actually kick this ball, to shoot towards the goalkeeper, yeah. And the goalkeeper Matasia, he did the best by punching down. He wanted to get that ball away. But let's talk about this particular player. And for me, I have to question Omar Abd, because Omar Abd, he was the one who was supposed to track Simon Muswa. Because wewe kama goalkeeper kivipi? Who is the most dangerous? Is it the person with the ball or the player without the ball? Mchezaji yule hatari zaidi ni yule mwenye hana mpira. Kwa sababu ukimwacha acheze free roam pale, atafanya vitu zile mchezaji yule alifunga ambao alifanya. Kwa sababu mpira ilipoletwa Matasi akapangua ikapata na mchezaji goalkeeper akiwa ameanguka akaweka ndani. Yes, na in terms of communication now, wewe umesema ni goalkeeper. Yeah. In terms of communication, wakati bao kama lile linapofungwa, you have your backline, 4 players being beaten by 2 offensive players. To you as a goalkeeper, what can we fault? Can we fault lack of communication within this defense? Kwa mechi zijazo Kenya wanafaa wajaribu sana waangalie communication pale nyuma, kwa sababu makosa kama hayo mnaweza mkafunga bao nyingi sana. And why do you think if it's communication? Could it be because of lack of play time together, or is it because of experience? In your own thinking, what could have led to that kind of mistake from our defense? Mimi nafikiri ni kama wale wachezaji wajakaa muda mmoja pamoja, wakacheza kama timu, wakajua ule mchezaji anafaa wakati kama ule huyo akue wapi, kama hizo. Move on now. The 4 defenders, of course, as I've said, maybe they failed to cover up to properly mark these 2 strikers, and we ended up conceding that early goal. Then let's talk about now in terms of passing and ball control. Once we now conceded this goal, kidogo niliona we were able now to move the ball forward. We put Taifa Stars under pressure. Kivipi uliona any improvement? Nikikombea na mechi ya awali ya Algeria, mechi ya Tanzania kidogo Kenya walimakinika, waliweza kucheza at least mpira wenye ni entertaining. Tukakuwa tunaona, lakini Kenya iko na huo mtindo. Kenya tukiwa hatujafungwa, sijaona tukicheza kama tunataka kufunga bao. Juu pale tulipofungwa hatukuwa tumejaribu hata kwenda kule kwa eneo letu la mashambulizi tukaweza kuwapatia wale mikiki tukitafuta mabao. Lakini tulipofungwa bao la kwanza, tulianza kutafuta bao tukakomboa. Kwa hivyo naona mechi ya Algeria kidogo hatukuweza kupeana mashambulizi na vyotakikana, ni kama tulikuwa tunaogopa wachezaji wa Algeria. And also people are actually saying our game against Algeria, we seem to be completely out of the game plan. We weren't able to move the ball forward, to pass, to have even to make simple basic passes. We ended up having a lesser ball control, and against this Tanzanian game, that seems to have improved, because we made a lot of ball controls, we made some good passing, we were putting them under pressure, searching for an equalizer, and wow, what a better way to equalize a game on that particular stage. And kudos to our super striker Injinia Olunga. Kivyako pengine, what was your uptake on that particular goal, the way Olunga equalized the goal for us?
Nilipenda sana, waliweza kujituma, wakijua sisi kama Wakenya tuna matarajio makubwa na wao, na wakaweza kwenda mbele, wakaleta crosses, corners, na tukaweza kufunga bao. Kongole kwa Engineer Olunga. Alifanya kazi nzuri sana. Sure. Olunga, we really proud of you. Hoping that you can still replicate the same against Senegal. And then just a minute after an equalizer, we concede again. Pengine kivyako, what could have happened? Pale tulipofunga ambao unajua tulikuwa na mchecheto sana na tukaweza kujisahau. Na nataka kuhimiza wachezaji wa Kenya kwa sababu kuna wakati mwingine, kuna mechi nyingine tukicheza na Tunisia. Wa Tunisia walitufunga bao hapa Kenya Kasarani. Tukaenda tukakomboa lile bao, and even 1 minute was not over, tukafunga bao ya pili na wakatuweza kututoa nje. Kwa hivyo wanataka kuambia wachezaji wa Kenya, mnafaa ukiangalia msichelekee sana, unasahau kama ulikuwa kwa uwanja, unaenda unafunga bao tena. Because just a minute after Olunga equalized, and then the TZ players, you know, they played wide, on the right, on the same wing, on the same wing, with again the same player, Bwana Samata. And what really beat my mind was, we have the ball being played, and then this Tanzanian player, you know, the way he was holding that ball, waiting for Bwana Samata to make that move. And then Bwana Samata makes that move fantastically, and then the ball is passed on to him. He tries to drive inside our box, you know. He beats the two defenders going to chase him down. And then wewe ni goalkeeper, sio? Ndivyo. When Matasi comes to collect this ball, kivyako pengine could our goalkeeper be at fault? Hapo goalkeeper wetu nafikiri kidogo alikosea, kwa sababu kuna wakati alitoka, kama utaweza kuangalia kwa marudio, aliweza kutoka na nikiangalia angedivia ile mpira, akasimama, akarudi nyuma, madefender wakachengwa tena, ajarudi tena kwa goli, akafuata ule mpira tena. Hapo nafikiri alifanya makosa kidogo. The near future ajaribu sana arekebishe, kwa sababu alivyotokea pale nafikiri alikuwa anafaa dive na angefikia na pengine aitoe au distract na pengine atungefungwa lile bao. Talking about this, because remember our next game is against Senegal, and Senegal, they are very, very fast and they are quick in terms of attacking, you know, and they have physical players, they have superb players up front. We're talking about Mane, we're talking about Diaye, we're talking about Niang and Sarri. The way Matasi came to collect this ball, or rather to stop Samata from scoring, it leaves me worried. Tukicheza na Senegal and he keeps making such kind of mistakes, then we're going to concede a lot of goals. Because remember, the likes of Sane or rather Mane, they are very, very quick players. So Matasi, please, we are saying kindly, next time talk to your defenders, don't repeat that kind of a mistake. And again, I was talking to somebody, and kivyangu pengine, yes, we can fault Matasi, but how about the defenders? When wewe kama goalkeeper, the moment you come off your line, your goal line, going to chase that ball, should it not just be basic textbook definition of defending for one defender to go and cover up? That never happened. Nafikiri pale pia kulikuwa na makosa ya defense, kwa sababu Matasi alipotokea kuna yule mmoja anafaa mkave pale nyuma, hakuweza kurudi nyuma na kufanya hiyo kazi. Ndio maana alipobeat everyone and the goalkeeper, the ball went straight to the net. Because if your goalkeeper has left the goal line chasing for the ball, I mean, it should be even make it the two center backs, or rather one center back and a left back in this scenario. One should cover the other side of the post, another person should cover this another side of the post, and we prevent conceding that kind of a goal. Ndani kivyangu, conceding that kind of a goal, for me, it's something that really worried me. Let's hope that we improve on that. As I said, and again, no defender going to cover him, you know, up by waiting to clear the ball before going past the goal line. That was a basic defending situation or other scenario for a professional footballer, isn't it? Yeah, exactly. And then let's talk about now David Calabar, or rather our fullbacks. In this particular game, they seem to be maybe our weaker links, you know, because Taifa Stars, Tanzanians, they had exploited them. They were able to pass the balls, you know,
through their particular wings. Yeah, kivyako pengine unaona what should the coach do concerning the coming match? Yes, concerning the coming match. Yes, ama kama ndugu yangu unaona mechi ya Senegal, nafikiri pale Twitter approach kama ile ya Tanzania. Really? Hapa tunahitaji hata kama ikiwezekana ni point moja muhimu tuweze kwenda kwa nyingine. Yes, at least a point in order for us to qualify. I think that would be enough. Yes. Nafikiri Kenya tunafaa tucheze mpira defending football. Ile mechi. Really? Should we go for a defensive style of play? Kwangu nafikiri mechi pale kuattack wale wa Senegal itakuwa shida. Nafikiri sasa defense makosa yaliyofanyika siku ya Algeria ikajirudia tena pale kwenye mechi ya Tanzania. Itakuwa ni makosa sana pia tukienda kufanya hizo vitu. So our coach need to reinforce the defense. Na kuwa ameongea na wale wachezaji kabisa wasiachilie. Nahitaji ile mechi nafikiri inafaa kuchezwa man to man marking. Yeah. For me I think waona vipi if maybe we opt to go for playing just basic football, simple passes and movements. We create spaces, we open up the Senegal midfield and defense. I see kama uliangalia kwenye mechi ya Tanzania, ile mechi tunapoenda kucheza defensive football, haimaanishi hatuta attack. Kwa sababu wale wa Senegal watakapoona tunacheza mechi ni kama tunarudi nyuma sana. Wakipeana mpira mbele, na uliona Olunga ni mzuri sana. Yes. Very good ball control. Hiyo siku ukimpatia mpira ya juu ya chini ana win ile mipira. Sasa nafikiri kama Olunga tukicheza hiyo mechi inakaa kama tuna defense, tukimpatia mpira atafanya kazi nzuri sana. Juu niliona ana mbio sana. Lakini pia ukisema Olunga, remember the likes of defenders that Olunga is going to be playing against. We're talking about Koulibaly. Yeah. He's got physicality. He's very strong in the air. He's very sharp mentally. Should the coach go again with one striker into this game? Yeah, I think so. I want to support that because pale ile mechi ya Senegal hitaji wachezaji wengine wenye wingi anataka avunje viungo vya wingi warudi nyuma. Kwa sababu wale wa Senegal watakuja na akili moja ya kutaka kufunga Kenya. Lazima tucheze kwa umakini sana. Na nafikiri mechi itakunjifunguka yenyewe kwa sababu mpira unapoenda mbele wachezaji wengine watakimbia. Wasiende pale wakiongopa Koulibaly. Koulibaly kule anafanya vizuri kule Napoli kwa sababu ana wengine wanamsaidia kule. Ni kama Messi tu, unafikiri akiwa kule Argentina wanaona matokeo, akiwa Barcelona matokeo yako, akienda Argentina matokeo yanapotea. Kwa hivyo wasiongope Koulibaly. Si Algeria wamewafunga. Sasa hata sisi tunaweza. Yeah, basti. And then let's go back into our Taifa Stars game. And wow, this short corner, I like the technique. I like the way that was taken. It felt more of something that is done into training. And then we take a shorter corner, and then the ball is well controlled and played, and then we get an equalizer. Do you think the way we did that corner for us to equalize against Taifa Stars, should we be making those kind of corners? Because remember, Senegal, they are taller and they are good in the air and they are physical. You know, anything can happen in football. Tuseme wale wachezaji ni warefu eti hatuwezi tukawafunga. Mnataka kwa mechi yoyote mnahitaji mambao waitegemee mbele mambao mmeyapata kivipi. Leteni kwanza mipira ya kuleta crosses ni mipira mizuri sana. Kwa sababu mchezaji anaweza shtuka pale kwenye eneo hatari ashike mpira na mkono, uone referee amesema ni penalty. Mbao ipatikane, na hivi ndivyo timu zile kubwa zimekuwa zikitolewa kwa hizi vikombe. Kwa sababu unaona kwamba kuna teknolojia ya VAR, sio kama kitambo timu ndogo zilikuwa zinaona. Kwa hivyo tunaweza. What we need to attack na mabao yatapatikana. And then now let's talk about what we need to be avoiding. And this is something that I've really been observing into our team, for quite a longer time now. The issue of playing long and accurate passes, especially that the Algeria game, we were making poor long passes, and the moment we were able to reduce that, it really was working for us. The moment we got the simple passes za hapa na pale,
so far we were able to move the ball forward. Do you think maybe this is something that we need to work on, or we need to also be very careful against Senegal? Kwanza nataka niseme kwa mechi ya Senegal Kenya wanahitaji kutulia. Unajua kwa mechi ya Nigeria ni kama waliona wakaona we are playing against a very big team. Walikuwa ni kama wanashtuka sana, ndio maana walikuwa wakikilia tena au ni mpira inaenda inarudi tena. Hii mechi ya Senegal wanahitaji watulie. Ukituliza mpira ukipeana pale unajua unapea nani, kwa sababu tuna uwezo wa kucheza mpira na tumedhibitisha hilo katika mechi ya Tanzania. Good. And then great Musa Otieno, when we were watching that game, and I heard him say this during halftime, our marking and communication is really poor. Yeah. And then he went on to say that we should improve and always start the first half on a high. Kidogo anasema tunaanza kawaida ya Kenya, sasa tunaanza kwa wale watu wa kwanza mpira na tempo ya chini kidogo. And ukiangalia ule mchezo wetu against Nigeria, we really started on a slow pace. We took us time to get into the game. The same thing didn't happen against Taifa Stars. They were so quick, to attack, put us under pressure, and get us goal only after 6 minutes. Of course, we know Senegal. They must have been watching this particular kind of thing. Now that they knew they were going to face at that particular point, what should really happen? Do you think we need to? Is this something that needs to be really worked on? Especially moving on now into Senegal? Yeah, katika kipindi cha kwanza Kenya, hata ukiangalia zile mambao katika mechi za awali tumecheza mbili dhidi ya Algeria na dhidi ya Tanzania. Mambao yale mawili tumefungwa dhidi ya Algeria ni kipindi cha kwanza. Tanzania pia wakakuja wakatoka nayo mawili kipindi cha kwanza. Kwa hivyo inaonekana Kenya in the match against Senegal we did lead in the second half. Dhidi ya Tanzania sisi ndio tuliwafunga mabao mawili kipindi cha pili. Kwa hivyo kocha akiangalia vizuri ni kama tunaweza kumanage pale tusifungwe ambao kipindi cha kwanza. Tunaweza tukawasumbua Senegal sana kipindi cha pili. Kwa hivyo aongee na defense yake, wajua anacheza mpira wa aina gani kabla kipindi cha kwanza kiisha, kwa sababu inaonekana Kenya huwa ni kama wameingia kwenye mechi wakiwa hawajajipanga vizuri. And then also we talk about now, this is a modern football game, whereby it's about passing around, putting your opponent into so much pressure, and making them run around chasing the ball for so long as you open up spaces and you create beautiful chances. Do you think going into Senegal Kenya game, is it something that we need to really work on? Because remember Senegal, from the technical and tactical approach, and also physicality of this particular game, are we able to really make those kind of longer passes, or rather playing so defensive? Should we not just go for our real beautiful modern football game of passing around? For me, I think that will not work. Really? Yeah. In a match, in that match, yes, against Senegal, we have to play long balls. Whether you like it or not. Don't we just have play a real good flowing football? Yeah. Ni vizuri tucheze hiyo mipira ya tikitaka hapa na pale, lakini at some point tunahitaji pia kucheza hiyo mipira ya long balls. Na tuliona katika Olunga huo mchezo unafanya sana, kwa sababu siku ya Algeria mipira iko inafikia Olunga. But remember this time round we are playing against Senegal, and they are bit in terms of they've got height advantage against us. So do you really think long passes are going to work for us? I think they will have. Go back to before Kenya qualified to AFCON. Look at the kind of goal that we scored against Ghana, and Ghana is a big team. I am thinking for us Kenya long balls are working. Kwa hivyo tucheze long balls. Yeah. Kwa hii game ya Senegal. Nafikiri kwa sababu ile mipira ya juu inakanganya kila mtu. Hatuwezi sasa tukasema wa Senegal wanaweka mpira chini na sisi tuweke chini. Nafikiri haitatufeva sisi. And then also let's talk about the level of resilience. Before we got the equalizer, we kept believing
that we really can get an equalizer and go on to win this particular kind of a game? Do you really think, because this is the kind of mentality that we really lacked against Algerians, do you think we should maintain that particular mentality, you know, when we face Senegal? Yeah. Wakenya walifanya vizuri sana katika mechi ya Tanzania, walifungwa na wakakuwa wanajituma, wakakomboa bao. Kwa hivyo hata kwa mechi ya Senegal wakuwa wanajua wanaweza, na sisi tuko nyuma yao, tunawashangilia na tunajua anything is possible. We can win. Tunaweza toka pale na pointi 3 muhimu na tuweze kusonga kwenye awamu ijayo. And let me admit, guys, Olunga's second goal, it was stunningly the most beautiful goal I've ever seen so far in this AFCON 2019. And the way we were able to move this particular ball, and the way Eric Johana Omondi, the way he linked up with Olunga, and let's talk about the way he moved this particular ball. Kwanza nataka nizungumze nimpe kongole coach wa Kenya. Alicheza vizuri sana. Akaona ni vizuri kumpumzishe huyu Johana amlete kipindi cha pili, na alipomleta kwa hakika alikuja akiwa na nguvu na matokeo ikaonekana. So going forward, should he always be coming on fresh? Yeah. Second half. Nafikiri yule kijana akikuja katika kipindi cha pili matokeo inaweza onekana. Yeah, because I remember the likes of Wanga when we were playing against Nigeria long time ago, when they were coming in the second half. Walikuwa wanaleta mchichoto wale. Some impact into the game. Wakikuja na nguvu wale wachezaji wenye mbio. Nakumbuka mechi nyingine ya Nigeria, Harambee Stars ikicheza na Nigeria. Waliweza kuingia kipindi cha pili na tukaona wanakimbia, wanakomboa bao. Ile mechi tulilalamika tulifungwa na offside mingi sana. Actually, I think Nigeria won. Yeah, in Kenya. Oh yeah, 3-2. They won 3-2. Yeah, 3-2. It was very tight. Yes. Kwa sababu kuna wachezaji waliletwa kipindi cha pili wakakuwa na wakimbiza baza. Wakaleta some sort of positive impact. Sasa akileta watu kama wale kipindi cha pili, wachezaji wale wa Senegal wakiwa wamechoka kidogo, naona tunaweza tukapata mabao. And talking about Eric Johana Omondi, the way he picks up the ball just right on the edge of our 18 box, and then he makes this particular beautiful drive. He drives the ball forward, and then the way he goes past that Tanzanian player to link up with Olunga. So far, have you seen players of this ability in our team? Yeah, who can be that creative, who can have that sort of ability, hold on to the ball, drive forward without losing the ball, and be that creative. So far kuna wale umeona pengine Wanyama kuna uwezo kama huo, lakini anakaa na mpira sana when he is supposed to be passing the ball. Joana alikuwa anachenga whenever necessary, na anatoa pasi inavyotakikana. Yes. Sasa nataka kumuhimiza Wanyama, tunajua unachezea Tottenham, lakini kwa mechi kama ile tunahitaji kwanza tuone mabao. Vitu kama hizo zitakuja baadaye. Yes. And let's talk about the pairing of our midfield. Kwangu kivyangu pengine naona kidogo Kahata is a bit down, but again, if we really want to win this game, we need to have a stronger midfield compared to the Senegal. A midfield that is so compact, very, very accurate, very fast, you know, and clinical. Kidogo pengine kivyako combination ya Francis Kahata na Victor Mgubi Wanyama, how has it been so far? Kwa mechi ya Tanzania niliona kwanza ni kama haikufanya kazi, na kwa hakika kocha aliweza akaona yale makosa na akamtoa Kahata mapema. Kwa sababu nilivyomwangalia mimi nikiwa pale na ngoja bao, alikuwa akipata mpira mara ile nyingi anarudisha ule mpira nyuma. He was playing a lot of back passes. Zile mpira mingi alikuwa anacheza akirudisha kwenye lango lake, na zingine huenda hatitafikia anayemkusudia zinazochukuliwa hapo katikati, and that is very... He was actually losing the ball so easily. And talking about that, I think in our midfield, the way our squad was constituted, it was so obvious that Kahata was going to be our link-up player. He was going to be our playmaker.
you know, and what could have happened to him, because if a lot of people were faulting him again, our game against Algeria. Sijui ni mchecheto wa aina gani, ama ni kwa sababu hajakuwa akienda kwenye hizi tournaments kama AFCON, vitu kama hizi. Sijui sasa ni kama our team needs exposure, kwa sababu amekuwa mchezaji wetu mzuri sana, lakini kwa mechi zile hakuna matunda. Sijui ni mchecheto wa aina gani pengine. And again remember Kahata he played very well and just concluded Kenya Premier League season. Let's not just talk about Kahata alone. Inaka players wengi kidogo, many of our players wakifika pale a day, so what happens to them? Kwa sababu kidogo wanakaa wadhaifu kidogo, ni kushtuliwa na kwamba wanawakilisha nchi yetu ya Kenya kwenye AFCON, or what is really up to them? Sijui shida ni gani, kwa sababu ama wanaona wanacheza na mataifa kubwa kuliko Kenya katika soka. Kwa sababu tulipocheza na Tanzania na majirani wetu hapa, waliweza kufungwa bao na tukakuwa tunaona kweli wanataka kushinda. Even we could predict we are winning this match, even when we are one goal down. Sijui shida ni gani. Sasa wanafaa wajifunze, wakicheza na hizi timu kubwa wanajituma hivyo. Wale ni wachezaji kama nyinyi, hawajawaacha na kitu. But to you as a player, because you are a player, when you are called upon, it's every player's dream to represent their country at this particular stage. Why again should you get there and, you know, no performance? Sasa mimi nafikiria, ndio nilikuwa nakwambia, sijui ni mchecheto ina gani. Unaenda unaona ni kama hii timu ya Algeria ni kubwa sana, unafungwa unakuwa umepoteza matumaini, because we didn't see Kenyans attacking against Algeria, but we saw them do severally against Tanzania. And again, if Senegal were watching, which I'm pretty sure they were doing, they must have picked up, you know, a couple of things on their to-do list for the upcoming game, you know, tomorrow's game. Number one, I'm thinking about how to exploit our fullbacks and the defense in general. Kidogo pale, you know, that's what, of course, when Senegal were watching, they were looking at things that could make them easily beat us, you know. Exploiting our fullbacks and the defense in general. If you are a coach, what could you be doing to make sure that this doesn't happen? Katika hii mechi ya yes, we are our tomorrow's game against them. Mimi nataka katika hii mechi ya, kama inawezekana, hii mechi ya Senegal waende pale bila kushtuka, wacheze mpira wakiwa wamejiamini. Usiku unatoa pasi kwa pupa, kwa sababu ukitoa pasi kwa pupa ikienda kule itarudi tu hapo. Kwa hivyo uko unajiamini, unajua unacheza na wachezaji wenzako, nyinyi mko kwenye kiwango kimoja, na mambo itawezekana. Ukitoa pasi pale tutapata mabao. Then also about now how to contain our big man Engineer Olunga. Pengine waona, for me, if ungeniuliza ningesema pengine ningemhimiza kocha wetu to play Olunga with another striker, maybe Avire, because Avire, when he came on, he was able to create so much room for Olunga, you know. I remember he was very fast. He attracted the attention of the defenders. Unakumbuka immediately the way he was brought on, two actually defenders were marking him, were following his moves, you know, and that was creating some space for Olunga. So kidogo, pengine for you, should the coach do the same thing? Should the coach start the two strikers? Kuanzisha wale washambulizi wawili nafikiri itakuwa muhimu sana, kwa sababu ile match we need to go to that match with a lot of care. Ile match tunafaa tuiangalie kwa umuhimu mkubwa. We are supposed to play that match like in a final. Kwa sababu hata point moja ni muhimu sana tukipeleka katika awamu hiyo nyingine. Kwa hivyo nafikiri jinsi alivyoenda kwenye mechi ya Tanzania, wale wachezaji akioleta kwenye kipindi cha pili, nafikiri tutaona matunda. Okay. And then about now defending the set pieces, because you remember our first two goals we scored from the set pieces. The first one coming off Taifa Stars defender and Olunga now scoring. The second one, it was from a short corner. Now Senegal, we know them. They are physical, they are taller,
and they are very strong, you know. So in terms of set pieces, how should we really utilize them properly in this particular kind of a game? Kama nilivyokuambia, mpira ni mpira na kitu chochote kinawezekana. Tunaweza tukafunga bao la aina yoyote, whether we are playing against Senegal or we are playing against Brazil. Unajua pale bao linavyokuja alijulikana litakuja kwa aina gani. Kwa hivyo kama ni ku dribble the ball, we give a grass cutter pass, tunaweza tukafunga bao. Kama ni wakati wa set pieces like corners or free kicks, pia yote yanawezekana, tunaweza tukawafunga wale. Kitu chochote kinawezekana. But I'm looking at the chance that can make us, or rather chances that can give us an upper hand in making sure that we don't just score maybe 1 or 2 goals against Senegal. Remember, they played Algeria the other day, and Algeria only managed to score a single goal, just 1 goal, you know, and it was that a cutback, you know, that came right on the edge of the box. For us to score maybe 2 or 3 goals against Senegal, what should we do then? Mimi nafikiri Engineer Olunga ana uwezo mkubwa. Niliona anaweza kutoa mashuti ya mbali na anaweza kufunga katika eneo lolote. Kwa hivyo what tunaweza kuhimiza ni jinsi coach atakavyo coordinate au wachezaji wakuwe wanamfeed Engineer Olunga na mipira na anaweza kutufanyia kitu chochote. Yeah. So we shouldn't really rely on set pieces only. Yeah. Okay. And then now in terms of moving the ball around and you know the physical battle, as we know Senegal, they've got a very good midfield, you know. They have the likes of Cheick Kouyaté, yeah, who plays for West Ham. They have Ndiaye, he's also right there. And then on the wings, you know, they have Sarri, you know, they have Mane, and they have Niang. So in terms of moving the ball around and making sure that physically we are up there and we match their capability, what should we be doing? In the defense or in attacking? Both defending and attacking. Hao wachezaji nafikiri Harambee Stars kwenye mechi ya Senegal wanafaa waende kwa ile mechi wakiwa wamejipanga. When they move forward, they move as a team. Wakirudi nyuma wanawashika wale man to man marking. Man to man. When they are moving the ball forward, we move to all of us as a team. Yeah. And when we are off the ball, we do man marking. Yeah. And you really think that's going to work for us? I think that will work for us. Okay. And so how do we contain this big name Mane, Sadio Mane of Liverpool? Wachezaji wa Harambee Stars hawafai kuangalia Mane kama jina kubwa. Wanafaa kwenda pale wakiwa kitu wanachotaka ni mabao. Si umeona Mohamed Salah in the first match did not score? Yes. They were playing against Zimbabwe. Yes. Sasa wasienda pale wakiwa wameshtuliwa na jina kama Mane. Na nitarudia tena, hakuna kitu kisichowezekana. Mataifa yenye yameenda kwenye bigger tournaments wakiwa kama favorite, wametoka pale bila kombe na wakati mwingine kombe limeenda na hard knock. Kwa hivyo Kenya wanafaa wajichukue wakiwa wanajua wako na huo uwezo. Na wanaweza wakatoka pale kwenye ile mechi na ushindi. So as he's saying, we are going into this game as underdog guys, but all that needs here, or rather all that is needed, is your mentality guys. You can do it, and we're gonna be rallying our support behind you guys. Remember, the whole nation is gonna be watching you. Kidogo watu walikuwa wanasema it would have been joke of the year for us to be beaten by Taifa Stars outside Tanzania. And kudos to the boys, they never really did us. By the way, did you know Tanzania has never beaten Kenya outside Tanzania? Sijajua bado. Yes, we are yet to lose against Taifa Stars outside Tanzania. And cheers, I'm glad that now that's still happening. And then now let's move on to another game. Let's talk about teams now. Of course, sasa hivi tunajua teams ambazo zime-advance to the next round. Yeah, we are talking about Egypt. They've won 2 games so far. Beating Zimbabwe, you know, and then also, of course, as you understand, coming on and beating DRC Congo. To you so far, and when I'm talking about Egypt, let's talk about the depth of their squad, you know, and the experience that they possess. The likes of Mohamed El Neni, the likes of Mohamed Salah. They have Trezeguet. They have El Hegazi, who plays for West Brom. They have El Mohamedi, their captain for Aston Villa.
maybe for you, and of course we understand you're going to be up against Uganda. First of all, do you really think Uganda is going to be able to stop them? I don't think Uganda is going to stop Egypt. Mm-hmm. The way I've known Egypt, kutoka kitambo Egypt imekuwa timu hata kama kombe liko kwao, wanaanza na kufunga mabao machache, wakienda wakiongeza mabao. So you cannot underrate Egypt. A bigger team, na wako na uwezo hata wa kuchukua ile kombe, if I may say. And as we know, so far since the history of this competition, African Cup of Nations, Egypt, by the way, they are the only team to have won that trophy the most as hosts. So far, they've bagged that trophy 4 times. The first time they won it 1959 when they hosted, and then they won it again 1974 as hosts. They again won it 1986 as hosts. 2006 they were the hosts of this particular tournament and they went on to win. Do you really think will that be enough to motivate them this time round? Yeah, I think that will motivate them enough. Unaweza kutumia hiyo historia kuendelea kuchukua ile kombe la Afrika. And but as you understand, this tournament iko na other big names. Let's move on that another team like Nigeria, they are also now into the next round, having beaten Burundi a goal to nil, and also having beaten Guinea, Equatorial Guinea. Kivyako pengine, what do you make of Nigeria? Nigeria is a good team also, but beating Egypt on home soil, I think it will be difficult. Uoni kidogo wakiwa wanaweza wakapatia changamoto, lakini pia kutakuwa na shida. And then of course now let's talk about Algeria. Algeria, they are also now into the next round, confirmed, having beaten Kenya 2 goals to nil, and then their win against Senegal the other day, a goal to nil. Kivyako pengine, na pia remember these are Arabs, they understand the Arabic system, the Arabic way of playing. Could they also be among the favorites up to this particular point? Yeah, they are. You see, they have been now featuring the last few recent Africa Cup of Nations. They were in the World Cup. Again, they are here in the Africa Cup of Nations. You cannot underrate them. They are a bigger team. They have quality players. So they can. Yeah. So they can. Yeah. Let's talk about Morocco. Morocco, they are also to the next round, and they also understand the Arabic system, and they are good. Could they also be now be among the favorites so far? Yeah, yes they are. Morocco ni wazuri. We saw them play against Portugal, which is a very good team. Kwa hivyo pia watakuwa ni kikwazo kikubwa kwenye mataifa yanayofikiria yataweza kuchukua ile kombe kwa urahisi. Another team, let's talk about Tunisia. Tunisia, they also understand the Arabic system, and they've been termed by many as being, of course, the favorite to win this trophy. But kivyako pengine, do you think they can really match up to the standard? Yeah, Tunisia ni wazuri pia, wana wachezaji wazuri. Wako na very beautiful game. They can score goals wherever they want. So you can also not underrate them. Okay. Yeah. Then talk of now Nigeria. Cameroon. Cameroon, they are the defending champion. You know, remember they won this trophy against Egypt in that final in Gabon. So far, they are yet to be confirmed, because up to this particular point, they have 4 points, having beaten Guinea-Bissau 2 goals to nil, and managing a goalless draw, against Ghana. Do you really think Seedorf can really motivate his boys and win this trophy again, or rather defend it? Ndio, timu ya Cameroon pia wako na uwezo wa kuchukua ile kombe, ukizingatia kwamba wao ndio mabingwa watetezi. Kwa hivyo wako na hiyo morale, we have the cup, na hawafai kuiachilia iende kwa urahisi. Kwa hivyo wako na huo msukumo. Kwa hivyo pia watakuwa ni hatari sana kwenye ile kombe. And now that brings me to Ghana. You remember we played Ghana in the group stages, and they were quite struggling, and it seems the same thing is happening again. So far, Ghana, they are yet maybe to win
their first opener game, they went on to draw. They played to a 2-2 all draw against Benin. They drew against Cameroon yesterday. So kivyako pengine, they've started this competition quite slow. Are they also, maybe as we progress, are they maybe going to be posing challenges or rather a challenge to anyone who thinks can win this particular trophy? Nafikiri upande wa Ghana wako chini kidogo na sioni kama watakuwa changamoto yoyote kwenye hili kombe. Ukiangalia tumewafunga. Otherwise they qualified because kuna timu iliondolewa walipewa point 6, walipewa point 6 ndio hao tena wanayumba kwenye kombe lenyewe. Kwa hivyo sifikiri kama Ghana hii time round wako chini kidogo, sioni kama wataleta changamoto yoyote kwenye. And maybe Bukivyako, what could be happening to this Ghana squad, because we understand they've got some very good players, being led up front by the two Ayew brothers, Jordan and of course his brother. So pengine kivyako, what is happening to this particular team? Pengine timu imechoka sana, hakuna mabadiliko kwenye timu, wala wachezaji ni wale mwaka huu mwaka ule mwingine ni kama wamezoea. It's like the wachezaji pale wanajua they must be in the squad. Pengine ndio maana morali imeshuka. And we've got the newbies in this particular tournament this year. We have the Madagascar, we have the Burundi, we have the Mauritania. Kwa hizo timu tatu pengine, which one has really matched up that standard to you? Nafikiri Madagascar ni wazuri. Tumewaona wamefunga mabao mawili ya haraka. Kwa hivyo nafikiri wanaweza shangaza kila mtu kwenye hili kombe. Could they go all the way to win this trophy? Yeah, they can go. We saw Zambia in the past years. Yes. Wakiwa wamechukua hili kombe kama underdogs. Nafikiri Madagascar pia wanaweza. And congrats to Burundi. They've got a very beautiful game. I don't know whether you've watched their games so far, but they are playing a very entertaining game. Same thing to Mauritania. It is a learning lesson for them. Coming back to a team like Uganda, our neighbors Uganda. So far they've played a very good game. They've surprised many. Do you really think maybe in your own capacity, do they have that tactical and technical approach to go all the way and win this particular trophy? I want to give them a upper hand. Kwa sababu Uganda ni timu mojawapo kati ya zile timu zimepangwa katika underdogs, lakini wameperform vizuri sana in the recent few years. Kwa hivyo Uganda wana mchezo mzuri. They can go ahead and win this tournament. And now let's come to our own team, Harambee Stars. Kivyako pengine unaona how far can we really go? Nafikiri kama kitu chochote kinaweza kikafanyika tusonge katika awamu ijayo. Kitu chochote kinaweza kufanyika. We can qualify as the best among the best number 3s. Tuende tufanye. You saw Portugal qualify as the best number 3 and now they went all the way to win the tournament. Euro. Yes. So hivyo kitu yote inawezekana. Portugal hawakuwa wamewahi shinda, lakini for the first time they qualified as the best number 3. They went on and win the tournament. Our boys, I wish someone can get this particular clip to you guys. Just as he said, he's given you the perfect example. Portugal qualifying as the best and number 3 and going on to actually win the Euro Cup against the host France. That's something that you people can replicate there in Cairo. We are gonna be behind you guys. That can never be a better motivation more than that. So kwa hili group, within our group, where do you see maybe Harambee Stars finishing? Is it second or third? Kama tunaweza tukawashika wale wa Senegali hata draw, tunaweza tukaqualify kama best number 3. Okay. Kama inawezekana tumuingize ufanyike tuwapige ambao moja mtungi, well and good, tutaqualify. Now what are your predictions so far, maybe to guys, the betting guys? What is your prediction? Our game against Senegal? Or draw. Sorry? 0-0. Is it gonna be 0-0 full time? Yeah. No goals? No goals. Really? I don't see goals. How about Egypt, Uganda? Under. Egypt.
win by 1 goal to 0. Egypt win by 1 goal to 0. How about Zimbabwe, DRC Congo? They are all out of the tournament. Zimbabwe win 1 goal to 0. Zimbabwe to win by a goal to 0. Madagascar, Nigeria. That is very tricky. Is a over 2.5 match. Over 2.5? Yeah. But I don't see Nigeria winning that match. Really? Yeah. Okay. Tanzania, Algeria. Tanzania, Algeria. Yes. The game, for the first thing, Algeria already qualified. So that match is very tricky. Na inatuweka sasa pia sisi kama Wakenya mahali pabaya sana kwa sababu wale Algeria, tukiongea ukweli, sifikiri kama wale wachezaji wao muhimu wa kutegemea watachezesha kwenye ile mechi. Kwa hivyo nafikiri ile mechi under 2.5 match, maybe let me give Algeria 1-0. So it means then we have to do the best. The least we should produce out of our game against Senegal should be a draw. Because as you are saying, if Algeria can go on to rest their stars, against Tanzania, and then we go beaten maybe by Senegal, anything can happen, and we could easily exit. Yeah. Good. Now, and finally, to you as a Kenyan, number one, and number two, you as a player, look at the camera. What kind of advice do you have for our national team as they prepare to go into this particular game? Nataka kuambia tuko nyuma yao, waende kwenye ile mechi wakitaka mabao na yote yanawezekana. Yeah. As you've heard it, guys, our boys there in Cairo, as he said, go believing in yourself. Come on, take this as a cup final, guys. You've played in games that have been so much hyped than this one. Wanyama, come on, you did it against Ajax. You remember that semi-final UEFA Champions League last season? Use that as a motivation to motivate your squad, and also other players. Be there physically, be there mentally. Come on, you guys, all of you gonna be on the same pitch. You're gonna be kicking the same ball around. No one to bully you. You all the same and equal. The game is gonna be played for 90 minutes. Go for it, guys. Make sure that you make our nation proud, and we gonna be there cheering you guys, and we wish you nothing but all the best. Bye for now, and thank you for watching.